Mtazamaji, hujambo popote ulipo, na kukaribisha katika kituo hiki na jinsi kwamba uko nyumbani. Na yule ambaye anajiunga kwa mara ya kwanza, chukua sekunde yako moja kuweza kusubscribe na kujiunga nasi. Kama nilivyowaambia ni kwamba Mama Samia Suluhu ataweza kukamilisha miaka 5 serikalini. Kuna kitu ambacho wasomi ukiita karma. Karma ni kitu ambacho hufuata mtu kutokana na yale maovu ambayo ameyashuhudia, ameyatazama akiwa na uwezo ya kitendwa, hata kama hajashirikishwa, ili hali alikuwa na uwezo wa kuweza kusimamisha mambo hayo kutendeka. Lakini ni kama karma imefika wakati wake wa kulipisha. Ni kweli hilo, mtazamaji, hilo ni kweli. Mama Samia Suluhu ameingisha uoga. Na jambo ambalo linamfanya kuingisha uoga ni kwamba ICC, mahakama kuu ya ICC, imetuma ujumbe kwake kwamba uchunguzi u tayari kukamilika na anafaa kufika mahakamani. Kesi inayomuhusisha kuhusiana na machafuko ambayo yalishuhudiwa nchini Tanzania akiwa rais, kesi hiyo bado iko. Amekumbusha na mmoja wa ambaye ni judge kule ICC, ametuma ujumbe na akasema kwamba kesi iko tayari kuanza, uchunguzi uko karibu kukamilika, na ajiandae kwa sababu anatakikana kuelekea ICC kujibu mashtaka na kesi ambazo zinamwandama. Tumekuwa tukiona wahubiri wakizungumza, viongozi wa kanisa, viongozi wa dini wakikashfu maovu kama haya, wengi wakawaingilia. Kulingana na mafunzo ya kidini ni kwamba ukiona uozo, ukiona makosa, ukiona dhambi, lazima uirekebishe. Kama utarekebisha, pia wewe hizo dhambi utaadhibiwa. Tumeona mabadili wakizungumza, wengine viongozi wa serikalini wanaingilia mabadili ambao wanajaribu kurekebisha maovu ambayo yako serikalini, ambayo viongozi wameshindwa kuyaona. Kisha wanatishiwa wengine hata kutimuliwa, wengine kuingia mafichoni, eti kwa sababu wameweza kurekebisha nchi. Haya ni mambo ambayo yangeweza kurekebishwa kitambo. Ni mambo ambayo, mtazamaji, yangerekebishwa kitambo kabla hatungekuwa tumefikia hapa. Kuona watu wanauawa, watu wanapigwa risasi, watu wananyanyaswa, watu wanatekwa nyara, wengine hadi waleo hawajulikani walipo, wengine wamekatwa miguu kwa sababu ya uozo wa maafisa wa polisi. Unapiga aje mtu risasi eti kwa sababu tu wanaandamana? Maandamano yasiyo na vita, wananchi ambao wanapigania haki, ambayo hata wewe afisa wa polisi utaweza kunufaika kutokana na haki hizo. Maafisa wa polisi wale ambao ni wakubwa, mlishashuhudia haya, mlibeana sheria kwa wadogo wenu watekeleza mauaji kwa watu wasio na hatia. Karma is a bitch. Karma itawaandama. Karma itawaandama. Wale ambao walipoteza maisha yao,
wengine bila kosa, vijana ambao walikuwa wakitazama mpira, wengine wakicheza pool. Alafu kisha maafisa wa polisi wakaingia pale kuwapiga risasi na kuwaua, kuwaibia, kuwatendea maovu. Wengine kunajisiwa, unajizi mwanaume mwenzako, maovu ambayo yatawaandama. Mama Samia Suluhu hatamaliza uongozi wa miaka 5 nchini Tanzania. Hili mtalikumbuka. Hili mtazamaji mtalikumbuka. Mama Samia Suluhu hawezi akakamilisha miaka 5 kama rais wa nchi ya Tanzania, kwa sababu laana tayari imeanza kumfuata. Laana inakufuata. Ulitazama machafuko, ukaona wananchi hawajaridhika, kisha ukatumia doria na maafisa wa polisi kwa nguvu kuhakikisha kwamba umekuwa rais wa nchi ya Tanzania, kinyume na matakwa ya wananchi ambao ndio unataka kuwaongoza. Huo ni utu. Huo ndio tunaita utu. Huo si utu kabisa. Si utu kabisa. Laana itakufuata. Laana ya zile familia ambazo bado wanakulilia, unawasikiza tu. Laana ya wale ambao, hadi nimekumbuka kuna wale ambao ni majaji, mawakili, kusimama mbeleni kukiri kwamba hawa wanakosa ya jinai, kuwakamata bila kosa, kuwatia ndani vijana ambao hawana kosa. Hiyo ni laana. Laana ambayo mtazamaji itawafuata machumbani mwao. Lakini tukianza na Rais Mama Samia Suluhu Hassan, jitayarishe, kwa sababu mahakama ya ICC imepeana ujumbe na imetuma ujumbe mkali kwa rais wa nchi ya Tanzania kwamba ajiandae, kwa sababu kesi dhidi yake kuhusiana na machafuko, kuhusiana na vitendo, mauaji, utekaji, wizi, vitendo vya unyama, ukatili wote na maafisa wa polisi, kwa sababu wewe ndio ulikuwa unapeana ruhusa maafisa wa polisi kufanya mambo kama hayo. Hayo yote utaajibu pale ICC. Na vile ambavyo nimekukumbusha ni kwamba deni ya dawa ama dawa ya deni ni kulipa. Dawa ya mauti ni kifo. Mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kujiunga nasi, usisahau kusubscribe, kujiunga na familia hii, kusapoti, kushare kanda hii ili tuweze kujenga familia yetu. Tuwe na mazungumzo kama haya ambayo yanawafahamisha wananchi na kurekebisha maovu ya serikali zetu. Asante kwa kujiunga nasi. Uwe na siku njema.